Barakatu. Wasikilizaji na watazamaji wa kipindi chetu Iko Wapi Zamani, karibuni tena kwenye makala yetu ya kuendelea, makala mnayoyapenda ya historia ya mpira wa Mombasa. Na sisi letu kubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kutupa hii fursa kuwa na mawazo haya ya kuweza kukumbuka zamani, ili tunukuu yale ambayo tutakayoyakumbuka katika vitabu vya historia, ili vizazi vyetu vinavyokuja wajue historia ya wazee wao walipopitia. Leo ni bahati kubwa sana kwetu sisi kumpata ndugu yetu, rafiki yetu ambaye alichangia pakubwa sana katika historia hii ya mpira wa Mombasa, na ni mtu maarufu, alikuwa akijulikana na alipata vipenzi wengi waliompenda kutokana na ujuzi na yale maarifa aliyokuwa anayatumia katika uwanja. Kama wanavyosema wazee wengi ni kwamba mpira ni kitu mpaka kwanza ukipende. Ukiupenda mpira basi ndio utaujua mpira. Usicheze mpira kwa kulazimishwa au kwa kusukumwa. Kwa hivyo hizi ndizo sifa ambazo mgeni wetu wa leo sisi tunaamini kwamba alikuwa mpira akiupenda. Ni wakumbushe tu au ni wapashe tu wale vijana ambao hawakuwahi kumuona, lakini nikiangalia watu walivyokuwa ule mpira wakijua lugha za mpira, watu kama kina Ronaldinho, ukimwona vile vituko anavyovifanya, basi sisi tulikuwa naye hapa. Tulikuwa na Ronaldinho wakati huo akitufurahisha sana uwanjani, na tuna furaha kuwa naye leo, na tunamkaribisha katika kipindi chetu. Atajijulisha mwenyewe jina lake na atupe historia yake kuanzia kwanza udogoni, kisha tutaendelea kutoka hapo. Mgeni wetu wa leo ni Douglas Mutua. Karibu bwana Mutua. Asante sana bwana Basawad. Nashukuru sana kwa kipindi hichi. Ni kizuri sana kwa mpira wetu wa Mombasa, ili vijana wetu wa kileo wajue historia ya Mombasa, tumetoka wapi. Kama mlivyojulishwa na bwana Basawad, jina langu ni Douglas Mutua. Na mimi katika ukabila ni Mkamba, lakini ule Ukamba ni tu, lakini mimi nimekulia sana Mombasa. Kwa kifupi, mimi nilizaliwa Kitui, tauni inaitwa Kitui, na nikaja Mombasa nikiwa na miaka 7. Sasa nilipokuja Mombasa, kwa sababu babangu alikuwa anafanya kazi hapa Mombasa, ndio nikaja nikiwa na miaka 7, mdogo sana, na nimekulia mahali panaitwa Tononoka. Na pale Tononoka pana uwanja, ule uwanja ndio nilianza mpira. Lakini nitawapatia historia yangu kwa kifupi. Katika elimu nilianza pale Tononoka, kulikuwa kuna nasari pale kiwanjani, nikasoma, alafu nikaenda skuli inaitwa Buxton Primary, siku hizi yaitwa Ronald Ngala Primary. Hapo nilianza standard 1 mpaka standard 7. Nilipomaliza standard 7 nilifaulu kwenda Alidina Visram. Nilipokwenda Alidina Visram nikasoma pale na nikamaliza, ndio nikaingia katika kuajiriwa kazi. Hiyo ni upande wa elimu. Sasa tukija upande wa mpira, mimi nikisoma pale Buxton Primary nilianza mpira pale. Na kwa vile sisi tulikuwa tunakaa pale Tononoka na karibu na kiwanja, hiyo tayari ikani encourage mimi kucheza mpira kila siku pale na watoto wenzangu. Sikujua mimi ni mzuri, lakini twacheza tu pale. Lakini mara pale Buxton Primary nikaonekana ni mzuri, nikaingia kwenye school team ya primary, tukacheza pale. Tulipomaliza pale ndio nikaenda Alidina Visram. Tulipoenda Alidina Visram nikawa nimekuwa kiasi kimwili, ndio nikawa nacheza school team pia ya Alidina Visram. Pale nikikumbuka, tulikuwa kuna pale Alidina, tulikuwa kuna marehemu John Arieno, tulikuwa kuna mimi, kulikuwa kuna wachezaji wengine pale walikuwa wazuri, kama mmoja alikuwa anaitwa Simon Enyakai, kina Saki,
mmoja alikuwa tukimuita Malboro, tulikuwa naye pale Aldina. Babadi, kuna kijana mmoja wetu wa hapa Mombasa tulikuwa tukicheza naye, tuko skuli, anaitwa Babadi pia. Wananyuki nafikiri. Wananyuki Babadi. Alikuja na akawa hapa Kenya KBC hapa nafikiri hapa. Ndio. Unaona alikuwa kijana mzuri sana Babadi. So nilipokuwa pale nikiwa form 3 nilionekana na kochi wetu mashuhuri sana hapa Mombasa, anaitwa Mohamed Kheri. Namshukuru sana Mohamed Kheri. Kheri alinifanya mpaka mimi hapa nilipokaa hapa ni Mohamed Kheri. Yeah. Mohamed Kheri alinispot na akanichukua kwanza kabisa, kabla hajani spot pale, kabla nichukue nipeleke Kenatco, nilichukuliwa na nikiwa mdogo Wananyuki, briefly Wananyuki. Na kapteni wetu alikuwa anaitwa Mzee Jumbe. Babake Joho. Babake Joho. Ndio akanichukua pale Wananyuki briefly. Yes. Na wakati nikiwa Wananyuki nakumbuka mimi nilikuwa nacheza bila viatu. Kijana mdogo pale. Ndio Jumbe akaniambia, wewe mbona wacheza bila viatu kijana? Namwambia sina pesa za kununua. Ndio. Na nilikuwa kwa mguu wangu ni mkubwa kidogo, watoshana kama wake, alinipatia viatu vyake. Mzee Jumbe alinipatia viatu vyake. Yes. Ndio nikawa natumia. Ndio. Mpaka leo tukikutana na Mzee Jumbe ananikumbusha hivyo viatu. Ananiambia vile viatu ndio vikakufanya wewe ukacheza Harambee Stars. Mpaka leo nikikutana na Mzee Jumbe. So nilipotoka hapo Wananyuki ndio nikachukuliwa na Mohamed Kheri Kenatco. Nikiwa form 3 Alidina Visram. Ndio. So pale ikawa sasa mimi nasoma alafu nafanya mazoezi tukicheza Super League. Yes. Tulifaulu hapa provisional kaenda Super League. Okay. Nikiwa form 3. Ndio. Nikacheza nikiwa form 3 na form 4. Super League na Kenatco. Pale Kenatco tulikuwa kuna wachezaji wazuri sana pale. Kocha akiwa Mohamederi, kulikuwa na mimi, kulikuwa kuna Arieno pia tulikuwa naye pale tukiwa shule pia tuchezea Kenatco. Manogo, tulikuwa na Ali Musa, tulikuwa kuna Janja, na jamaa mmoja alikuwa na marehemu sahi anaitwa Janja. Okay. Kuna wengine Masiga, walikuwa wachezaji wengi pale. Unaona wazuri, wote walikuwa wazuri. Ndio pale pia tukampata Magongo. Abbas Magongo. Tulikuwa kuna mchezaji pia tulikuwa naye pale anaitwa Chiku. Unaona alikuwa mzuri sana pale. Umeona wachezaji ni wengi au nimewataje ni baadhi. Umeona lakini kulikuwa na wachezaji wazuri pale. Ndio. So mimi nikacheza pale mpaka nikamaliza form 4. Nilipomaliza form 4 ikatokezea ya kuwa Kago wananitaka. Nikaenda nikaajiriwa kazi Kago. Lakini nikifika nyumbani nikakuta wazee wa breweries pia wametumwa na Matiba. Wanifuate. Pale kwetu Tononoka pale. Ndio. Umeona? Sasa kwenda pale wakasema, nikaambiwa mimi leo nimeandikwa kazi pale Kago. Wakaniambia sasa sisi tumtumwa pia tuje tukuchukue. Kwambia mshahara wangu napewa huu. Mtau challenge huo. Napewa mshahara wa 1,200. Ndasema ule ukweli. Ndio wakati huo tena. Yes. Wakaniambia ngoja, zamani kulikuwa hakuna mobile phone. Ngoja tukapige simu hizi za hivi. Wakaenda wakirudi kama 45 minutes hivi wakaniambia tuzungumza kule Nairobi. Tutakupatia mshahara wa 2,500. Double. Zaidi. Tutakupa double. Sasa mimi ndio ona nikaenda zangu breweries. Nikacheza breweries hapo 1983. Ndio. 1983 nikacheza league, nilianza league breweries pale. Nikawa spotted na Marshall Mulwa. Nilikuwa mzuri sana at that time. Marshall Mulwa akanichagua Eastern Central ilikuwa inafanyika hapa Nairobi, Kenya. Umeona? Sasa mimi
nikachaguliwa. So wakati huo nayo tulikuwa kuna hoteli moja inaitwa Jacaranda Westlands. Tulikuwa tuna camp 3 months. Siku hizi naona watu wana camp ya muda mchache sana. Lakini sisi tulikaa pale Jacaranda Hotel 1983 for 3 months. Harambee Stars preparation. Ndio. Coach akiwa Marshall Mulwa. Kapteni wetu akiwa Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas. Ndio. Nafikiri sote tunamjua Mahmoud Abbas wetu hapa Mombasa. Kabisa. Hasa pale tulikuwa kwa Harambee Stars wakati huo ndio ilikuwa defending champion, wamechukua 1982 Uganda. 1981 tulikuwa tumechukua wapi? Tanzania. 82 tukachukua Uganda. 83 sasa yafanyika pale Kenya na tukachukua. Ndio mechi ya finali. Nakumbuka tulicheza na Zimbabwe. Na Nyayo Stadium ndio ilikuwa imejengwa mpya. Mechi ya kwanza ya kufungua ilikuwa ni finali baina ya sisi, nakumbuka kama sijakosea, na Zimbabwe. Tuliwahi kushinda, if I'm not wrong, wajua ni kitambo, tulishinda 1-0. Bao lenyewe lilifungwa na Ambrose Ayoyi. Naikumbuka hiyo mechi mimi. Mashabiki. Pale mechi ya kwanza pale Ambrose Ayoyi ndo alifunga hilo bao. Sana. Unaona? Tukachukua kikombe. Hiyo ni 1980. Kwa hivyo ikawa Harambee Stars wamechukua mara tatu mfululizo. Wamechukua Uganda, Tanzania na Kenya. Iko wapi zamani? Ndio hiyo sasa ni zamani. Siku hizi Eastern Central sidhani kama iko siku hizi Eastern Central kama hiyo imefifia kama umeona ilikuwa kwa hiyo inaleta wachezaji kujuana sana wa Eastern Central Africa. Ilikuwa East and Central. Zambia walikuweko, Malawi walikuweko, Somalia, Zimbabwe walikuweko, walikuweko watu. Ilikuwa tournament kubwa sana ilikuwa. Ilikuwa tournament kubwa sana. So ukichukua ilikuwa ni very big honor. Ukichukua. Sasa nikacheza pale Harambee Stars kuanzia 83 84 going forward, na huku Breweries nacheza ligi na nini mpaka 1980 baada All Africa Games 1987 88 89 nikapata offer kule Sultanate of Oman. Kulikuwa na club moja pale inaitwa Dhofar Club. Dhofar Club wakaja hapa wakanichukua. Walinijua Dhofar Club. Ilinijua through marehemu Dr. Omar Hatmi. Wa Wanderers. Dr. Mohamed Hatmi alikuwa kwa Wanderers. Ndio wakamtuma yeye kuja kunichukua hapa. Tukaenda zetu Oman. Na nikachezea Dhofar Club season 2. Sasa nilikuwa season ya kwanza ilikuwa peke yangu mpaka katikati. Sasa wakasema tuweza kupata defender na forward line. Sasa ndio nikaja Kenya hapa nikamchukua Gabriel Olang na marehemu Bernard Otieno. Benziko. Umewapa forward na defender. Na mimi katikati. Na wewe katikati. Walikuwa na ruhusu wachezaji watatu. Sasa mimi nikaenda. Ndio nikaenda nao. Sasa katika hiyo season tulichukua ligi. Hapo ni kitambo, if I'm not wrong, tulichukua ligi. Alafu tukafika finali ya Sultan Cup. Sultan Cup. Tulikuwa kuna Sultan Kabus. Marehemu sahihi Sultan Kabus Cup. Sasa tukaingia finali na Fanja. Fanja ilikuwa kuna wachezaji wengi kutoka Zanzibar na Tanzania. Walikuwa wengi. Mnapambana nje. Sasa kule tunapambana kule. Na majority walikuwa wameenda nchi ile kitambo wakawa citizen. So wanachezea Fanja at the same time wako national team ya Oman. Sawa kabisa. Uzuri sana. Pengine mtu alikurudisha nyuma kidogo. Hapo ulipokuwa Kenatco hapa. Nakumbuka mlikuja na timu moja kali sana isiyowezekana ndani ya Mombasa.
mkiwa na Muhammad Kheri baada mlifanya ziara kwenda Germany au ulikuwa humo wewe? Sasa mimi wakati huo nilikuwa mdogo. Okay. Na hiyo ilikuwa ni youth. Ndio. Youth zenyewe zilikuwa all over Kenya. Okay. Mombasa, Nakuru, Nairobi, Kakamega zilikuwa na youth. Ndio. Youth centers. Zilikuwa zinaitwa youth centers. Hizo za Zgol hizo. Sasa Zgol ndo walizivumbua wakishirikiana na marehemu Jonathan Niva na Muhammad Kheri. Okay. Na Nyongesa. Kulikuwa na coach mmoja mzuri alikuwa kwa Nakuru anaitwa Sami Nyongesa. Sami Nyongesa. Sasa Sami Nyongesa wakafungua hizo youth centers na Muhammad Kheri na Jonathan Niva na Zgol. Mimi nilikuwa mdogo. Ndio. Siku participate. Okay. Lakini nilikuwa naenda kuangalia. Yeah. Hapo katika youth centers ya Mombasa kulikuwa kuna Ali Musa, Manogo, Ali Msada, marehemu Mwadumbo, Ricky Solomon. Yes. Walikuwa katika hizo youth centers. Kumbuka hiyo timu kulikuwa kuna kijana mmoja hapa Kaloleni hapa. Nimemsikia kitajwa. Alikuwa mzuri sana pale katikati. Nasikia Wajerumani walitaka mzuia huko. Alikuwa anacheza pale katikati. Jina ndio nimemsahau pale, lakini alikuwa mzuri sana. Sasa by that time mimi nilikuwa mdogo sana. Ndio naja sasa. Lakini unayashuhudia sasa. Umeona nilikuwa mdogo sana lakini naenda kuangalia. Nilichelewa hiyo youth kama 2 years. Sasa ilipokwisha hiyo unajua haikuendelea sana. Zgol alipokwenda nao ikaisha. Unaona, that is the problem na mpira wetu. Alipokwenda Zgol zikafa. So ndio pale sasa kulikuwa kuna pia wachezaji wazuri. Wilberforce Mulamba pia alikuwepo kwenye hizo youth centers. Kulikuwa na marehemu Sami Tabu. Kulikuwa kuna ndugu yake mmoja alikuwa anaitwa Dika Nyanga. Alikuwa Nakuru wao. Ndio. Walikuwa wazuri sana. Ndio sasa ilipovunjika ndio Ali Musa, Msaada, tukaja Kenatco. Naam. Kenatco. Alafu kina Sami Tabu nini wakaingia. Kulikuwa na klabu moja inaitwa KFA. KFA nakumbuka kutoka Nakuru. Na kina Dika Nyanga hapo nafikiri waliingia huko. Okay. If I'm not wrong. Ndio. So lakini kwa hakika ilikuwa manake hii timu Transocean ilikuwa ni timu ndoto kabisa. Yaani unaidream saa yote ile. Ilikuwa ni dream team Kenatco. Na ukumbuke kulikuwa na nyingine pia kiitwa Transocean ile ya Waganda hivi. Sasa hapo sasa tumekuja kwa youth centers. Zgol alipokwenda youth centers ilipokwisha wachezaji wengi wa Mombasa sasa. Kenatco, Transocean, umeona kulikuwa na timu moja pia inaitwa AVA na ikumbuka Brolo, Faisal, umeona Mwenge. Timu kali hizo. Kulikuwa na Wanderers yes. Hapa Mombasa sasa. Ndio. Umesikia hizo timu ni ngapi hizo nataja? Kabisa. Tena strong teams hizo. Zilikuwa kulikuwa hata huku Likoni hata kulikuwa kuna timu moja hapa Mombasa inaitwa Ngome pia. Ngome. Ndio Ngome. Kulikuwa na Champion Congo Boys, Black Panther. Ziko wapi sasa? Nyundo. Hapa Mombasa klabu zilikuwa nyingi sana. Sasa uzuri wa zamani zile kama huko kwenye hii timu uko hii. Kama huko hii uko hii. Na watu wanajuana. Kama huko hii uko hii. Sasa unaona sasa mpira wa Mombasa vile ulikuwa. That is why football at that time kila kijana alipata fursa ya kuonekana. Umeona? Ndio. Fursa ya kuonekana. Kwa sababu clubs zilikuwa nyingi. Unlike now. Sasa hakuna timu nyingi ambazo zinacheza ligi ambazo unaweza kuonekana sana. Hakuna. Ile yuko Bandari peke yake. Basi. Ndio ina participate kwenye ligi FKF. Umeona hiyo zile opportunities zilikuwa zinafunguka nyingi. Unaona, mimi nilionekana sasa Tononoka vitongojoni kule huko ndani ulikuwa waweza kwenda ukaenda. Unaona Naam. Nakumbuka tulienda kucheza friendly game Breweries. Malindi. Kiwa na kochi moja anaitwa Tony Banfield. Okay. Mzungu mmoja kutoka
Britain anaitwa Tony Banfield. Ndio. Tulienda kucheza friendly game